Ripoti za IOTV pamoja na millardayo.com hapa Zanzibar, Kamisheni ya Utalii Zanzibar kwa kushirikiana na wananchi pamoja na wadau wa utalii wamefanya usafi katika fukwe na maeneo ya makazi ikiwa ni sehemu ya kuadhimisha siku ya utalii duniani. Katibu mtendaji Kamisheni ya Utalii Zanzibar, Arif Abbas Manji, ameongoza wananchi katika kufanya usafi katika fukwe ya Nungwi, mkoa Kaskazini Unguja, na kubeba ajenda mahsusi ya mwaka 2025 ya utalii na mabadiliko endelevu. Na leo ni tarehe 27 Septemba, na kama tunavyojua kwamba tarehe 27 Septemba ni siku ya utalii duniani. Kwa hiyo kila mwaka kuna theme tofauti. Kwa mwaka huu theme yetu ni sustainable tourism. Na kama vile tunavyojua, hiyo ni azma yetu kwamba huu utalii wetu lazima uwe ni utalii endelevu. Sasa hivi tunao utalii, lakini je, kwa hivyo vizazi vinavyokuja vipi tunajiandaa kuhakikisha na kwamba na wao pia wanaweza kunufaika na utalii wetu. Kwa hiyo leo tulichofanya ni kwamba tumeendeleza ile kampeni yetu ya Greener Zanzibar. Tumekuja katika fukwe hizi za Nungwi, kuna watu walioanza Kendwa, watu wengine wako hapa. Kwa hiyo tumefanya usafi, lakini huwa leo sio kama ni usafi tu wa kawaida. Leo pia tumekuja tumefanya usafi, tumetumia hii mifuko ambayo inaitwa ni biodegradable. Kwa hiyo kama sasa hivi tunavyoelewa kwamba hii plastiki inaweza kukaa mpaka kwa miaka 100 wala isiharibike. Wengine ambao tunafanya snorkeling, tunafanya hivi na diving huko kwenye bahari, tunaona kwamba tukiingia baharini chini kuna plastiki mpaka leo. Lakini leo tumekuja kufanya usafi, lakini pia tumetambulisha hii mifuko ambayo inatengenezwa kwa unga wa mhogo. Kwa hiyo inafanya ile kazi ya kukusanya zile taka kwa ule muda ambao sisi tunahitaji ifanye ile kazi, lakini baada ya sisi kuzichukua hizi taka, kuzitakatisha, halafu ule mfuko unakaa kwa muda wa kipindi cha miezi 3 tu, halafu wenyewe unaanza kuyayuka. Kuna vitu vingine ambavyo ukiviweka, ukivitumia, mfano nikilenga kwenye hii mifuko. Hii ni mifuko ya plastiki, lakini sio plastiki ile ambayo sisi tumeizoea. Ni mifuko ambayo imetengenezwa katika hali ya kwamba ikichimbiwa shimo, ikizikwa, inakuwa inayayuka na haichukui muda mrefu, ni less than 1 year inayayuka. Lakini pia ukiichoma, ni mifuko ambayo inateketea kama inavyoteketea nyasi. Kwa hiyo ukiitia moto, ina maana pia na yenyewe inawaka. Kwa hiyo nikaona kwa nini nisijiunge na wenzangu nipeleke hii mifuko kusaidia tu, na nimeona kwamba zoezi pia limekuwa rahisi mno. Hapa ingekuwa watu wanabururana na mawilbaro kutafuta takataka ziko wapi, huyu yuko huku, lakini kila mtu alipopata mfuko wake amepata uwezo wa kukusanya taka yeye kama yeye na kuzitia kwenye mfuko wake, na imekuwa rahisi kiukweli, kwa sababu takataka zote zimekushanywa kwa wakati mmoja na zimehifadhiwa katika sehemu moja. Kwa hiyo na hii mifuko pia iko katika tumejali na ule usipoyalinda wewe Mtanzania mazingira, basi ujue hakuna mtu mwingine yote anaweza kuyalinda mazingira. Usipokipenda wewe chako, hakuna mtu mwingine anaweza kukilinda cha mtu mwingine. Kwa hiyo tunashukuru sana pia kujumuika kwa siku ya leo, na pia tunaonyesha mfano kwa swala hili sio leo tu, liendelee kila siku.